Na marahaba mpenzi mtazamaji wa runinga ya Undugu, ni matumaini yangu siku yako ya Jumatatu imekuwa ni ya kufana. Nami na karibu ni kupasha taarifa zile ambazo tumekuandalia jioni hii ya leo. Yapo mengi lakini mwanzo ni yaliyomo. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis afariki katika makazi yake eneo la Casa Santa Marta akiwa na umri wa miaka 88. Di cerimonia di leggere il messaggio. Askofu mkuu wa kanisa la ABC awahimiza Wakristo kutumia uimbaji kuhubiri na kueneza injili ya Mwenyezi Mungu. Kazi ya uimbaji ni kuendelea kusafisha hekalu, kuleta vijana kwa Yesu, waoccupy their own space. Kanisa lianzie kurudisha hiyo heshima, hiyo dignity ya kijana kwa kuwafundisha maadili mema ya Kikristo. Kinara wa chama cha PLP Martha Karua amewataka Wakenya kuwapa wanawake nafasi za uongozi nchini. Keki ya Kenya tunataka igawe kwa usawa, sio vile inagawa siku hizi. Mumejaribu wanaume siku hizo zote, tafadhali wakati huu jaribuni mama. Na shughuli za kuopoa miili ya watu watatu waliokwama baada ya bomba la maji kuporomoka Bamburi zaendelea. The county disaster team ambaye mimi ni chairman pamoja na governor Abdul Samad, tumeongea na yeye, tunapanga equipments ambaye zitakuja kuweza kuokoa hii watu, ndio tuweze kujua na hasani watu wangapi wako hapo ndani. Mimi ni Zablon Masharia na nitakuwa naye Priscilla Mwangi pembezoni kulia. Askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki amewataka Wakristo kutumia uimbaji kuhubiri na kueneza injili ya Mwenyezi Mungu. Askofu mkuu ambaye alizungumza haya wakati wa tamasha za muziki za kanisa la ABC zilizoandaliwa kaunti ya Taita na Taveta alifurahishwa na jinsi uimbaji huu umekuwa kwa kasi, akisema lengo kuu ni kuwaleta vijana na Wakristo kanisani. Katika mashindano hayo, makundi ya uimbaji yalituzwa kwa uimbaji mwema. Fred Wambua na taarifa kamili. Siku ya Jumamosi tarehe 19, uimbaji wa kanisa la ABC mwaka 2025 ulianza rasmi katika shule ya upili ya Timbila kaunti ya Taita Taveta. Uimbaji huu ukijumuisha uimbaji wa vitengo mbalimbali vikiwemo Class A, Class B, Special Class, Upper Class, Advanced Class, Super Class, Cadet, Battalion, Folk Song na pia Deaf Community. Akiongoza tamasha hizo, askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki amefurahishwa na jinsi uimbaji umeweza kukua kwa kiasi kikubwa na kusema kuwa lengo kuu ni kuwaleta vijana na Wakristo kanisani na kulisafisha hekalu. Nasikia waimbaji wanasema nini? Na hiyo ndio ya maana sana. You need to build your own identity. Wacheni kumboro sana from without. Na nimefurahia. Ukisikiza nyimbo zote unasikia creativity, the actions na maneno yanaweza kukubalika in this culture. Kazi ya uimbaji ni kuendelea kusafisha hekalu, kuleta vijana kwa Yesu, waoccupy their own space. Na kanisa lianzie kurudisha hiyo heshima, hiyo dignity ya kijana kwa kuwafundisha maadili mema ya Kikristo. Ni hafla ambayo iliwaleta pamoja washiriki kutoka maeneo mbalimbali, makabila mbalimbali na hata tamaduni tofauti.
askofu mkuu akiweka wazi kuwa kanisa la ABC limekuwa zaidi kwa makabila 48 na hata kufikia Finland, Ulaya kwa ajili ya kueneza Injili, kanisa hili likiwa la kujitegemea. The diverse cultures tuliona hapa sinatuambia nini? Sinatuarifu ya kwamba MBC, na ningetaka kuwatangazia, MBC is owned by 48 cultures today. Wakongomani, tuna Wambembe, tuna Watusi, tuna Wahutu, hata the Watwa uko Rwanda. Ukibandilisha watu kilo wakiwa transformed, wanahitaji kuwa transformed all round. Mashindano haya yalivutia zaidi kwa waimbaji tofauti, wakionyesha ueledi wao wa kuimba na kutia jitihada kwa ajili ya kuibuka kidedea. Hallelujah, 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 katika mashindano hayo, kwaya ya kanisa la ABC Makadara iliibuka na ushindi katika kitengo cha Superclass, kanisa la ABC kwa Eka Moka ikishinda katika kitengo cha Advanced Class, kitengo cha Folk Song kikinyakuliwa na kanisa la ABC Nguni Makindu, huku kanisa la Masaku Iveti ikiibuka na ushindi katika kitengo cha Deaf Community. Winners in that category ni Masaku from Iveti, 189 marks. Kwa Eka from Muka, 181 marks. And the winners in that position is Makadara with the 184 marks, first position. Frederick Wambua, Undugu TV. Asante Wambua na kongole kwa walioshinda. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis amefariki dunia asubuhi ya leo mwendo wa saa 1:35 katika makao yake ya Vatican Casa Santa Marta. Akithibitisha kifo hicho, Cardinal Kevin Farrell amemsifia Papa Francis kama mfano mwema wa mtume wa Yesu. Kifo cha Papa Francis kimejiri siku moja tu baada yake kuonekana hadharani katika maadhimisho ya Pasaka. Amefariki akiwa na umri wa miaka 88 baada ya kuugua kwa muda ugonjwa wa pneumonia. Mario Bergoglio au kwa jina lingine Papa Francis amefariki asubuhi ya leo. Akitangaza kifo hicho, Cardinal Kelvin Farrell amebaini kuwa Papa Francis amefariki mwendo wa saa 1:35 akiwa katika makao yake ya Vatican Casa Santa Marta. Per la vita e vuole che l'umanità risorga. Akiongeza kuwa na nikinukuu, kwa huzuni kubwa anatangaza kifo cha Papa Francis na ambaye alikuwa mfano mwema wa mtume wake Yesu. Mwisho wa nukuu. Siku ya Jumapili Papa Francis alihudhuria misa ya Pasaka katika kanisa la Rome Vatican. Delle cerimonie di leggere il messaggio. Kifo cha Papa Francis kinajia baada ya kuugua ugonjwa wa pneumonia, ugonjwa ambao ulimfanya alazwe katika hospitali ya Gemelli mnamo tarehe 14 na alikolazwa kwa muda wa takriban mwezi mmoja. Papa Francis ni mzawa wa mwaka 1936 katika taifa la Argentina. Alitawazwa kuwa kasisi wa kanisa Katoliki mwaka 1969 na akafanyika kuwa askofu mwaka wa 1992 na baadaye katika mwaka wa 1998 akafanyika kuwa askofu mkuu wa Buenos Aires katika taifa la Argentina. Baadaye mnamo mwaka 2013 Papa Francis aliteuliwa kuwa kasisi mkuu wa kanisa Katoliki, akichukua mikoba hiyo ya uongozi kutoka kwa Papa Benedict na ambako amehudumu hadi kifo chake. Questo bambino lo riscatterà dalle tenebre del male
del dolore della morte. Viongozi wengi ulimwenguni wamemuomboleza Papa Francis, akiwemo Rais Ruto akisema Papa Francis atakumbukwa kwa kujitolea kwake kumhudumia Mungu, kanisa na watu. Papa Francis atakumbukwa kwa unyenyekevu wake na kuwatetea wahamiaji, japo wamekumbana na pingamizi nyingi, ikiwemo kauli yake kuhusu uhusiano wa jinsia moja. Il mio cuore desidera vedere il volto del Signore. Papa Francis amefariki akiwa na umri wa miaka 88. Tuwasema pole kwa jamaa na marafiki wa marehemu Papa Francis, na vile vile pole kwa waumini wa kanisa Katoliki. Tunasema pole tena. Kwa wale ambao wanatutazama kutoka mitandao mbalimbali, upande wa Facebook, nambari yetu ya kuzungumza ni 0782 705 705. Unatazama kutoka maeneo gani? Taarifa za undugu ziko vipi? Na vile vile tupo live katika kiwambo chako. Endelea na hayo. Rais William Ruto ameongoza viongozi wengine kwa kutoa rambirambi za kumwomboleza kiongozi wa kanisa Katoliki marehemu Papa Francis. Katika ujumbe alioutuma katika ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, Rais Ruto amesema kifo cha Papa Francis ni pigo tu, sio kwa waumini wa kanisa Katoliki humu nchini, ila duniani kote. Viongozi wengine waliomwomboleza ni pamoja na Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki, Mkuu wa Mawaziri Musalia Mudavadi na Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Masika Wetangula, kama anavyoarifu Victor Kayanda. Carissimi fratelli e sorelle. Muda mchache baada ya Kardinali Kelvin Ferrell kuthibitisha kuwa Papa Francis alikuwa ameaga dunia, jumbe za rambirambi zilianza kumiminika kwenye mitandao ya kijamii, wengi wakimwomboleza kiongozi huyo wa Roma kwa kurejesha hadhi ya kanisa Katoliki. Rais William Ruto akiwaongoza viongozi wa kisiasa nchini kumwomboleza kiongozi huyo. Kwenye ujumbe aliotuma katika mitandao yake ya kijamii, Rais Ruto amesema kifo cha Papa Francis ni pigo kwa waumini wa Kikatoliki, si tu humu nchini bali ulimwenguni kote. Rais Ruto akimwomboleza kama kiongozi aliyojitolea kwa hali na mali kuiongoza kanisa Katoliki. Mkuu wa Mawaziri Musalia Mudavadi aliyesema, na nikinukuu, "Mwanga leo hii umezima, ulimwengu unaomboleza kifo cha Papa Francis, kiongozi aliyekuwa anatoa matumaini, imani na mwenye imani thabiti." Wengine waliomwomboleza ni pamoja na Naibu Rais Kithure Kindiki na Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula. We learn to live with one another. Viongozi wa Kikatoliki katika majimbo tofauti nchini wamepokea habari hizo kwa mshangao mkubwa, wakisema japo hali yake ya kiafya haikuwa njema, hawakutegemea angefariki hivi punde baada yake kuonekana kwa umma siku ya Jumapili. Yeye ni mpenda watu wote, kwa tuseme kwa ujumla. Amehusiana na wenzetu wa Waislamu katika mikutano kadha wa kadha, kuongelea mambo ya uwiano, kupokeleana na kukubaliana mambo mengi sana. Kwamba tumempoteza, kwanza tunasema tunaomboleza, kwa sababu kifo cha mtu yote yule, awe ni mzee, awe ni kijana, awe ni mtoto, kifo huleta hali za huzuni. Dunia nzima ina hali ya huzuni, japo tuna hali ya matumaini. Viongozi wa kidini duniani vile wameendelea kutoa rambirambi zao, wakisema Papa Francis alibadili sera na mtazamo wa kanisa Katoliki, kama vile kutetea haki za waliotengwa pamoja na wahamiaji. He's changed the whole style of being a pope. He changed the priorities of the church in terms of its pastoral practice and its public policy. He opened up the church for more conversation and debate and discussion. These are all dramatic ways that he changed the church from what it was earlier. Kifo hiki kinajiri siku moja tu baada ya Papa Francis kuonekana hadharani wakati wa maadhimisho ya Pasaka, baada yake kuruhusiwa kuondoka hospitalini alipokuwa amelazwa akiugua homa ya mapavu. Victor Kayanda, Undugu TV.
Na ya sasa hayo ya Papa Francis na kupasha mengine. Serikali kuu pamoja na zile za ugatuzi zimehitajika kubuni nafasi za ajira kwa vijana, kwani asilimia kubwa ya vijana ambao wanatumia mihadarati imesababishwa na kukosekana kwa ajira. Hii ni kauli ya mwanaharakati wa Kitui Magharibi, Daktari Vincent Munyoki, ambaye ni kiongozi wa wanarika katika eneo hilo, akizungumza katika hafla ya kuhamasisha vijana kuepukana na dawa za kulevya, huku akiwataka vijana hawa kutafuta njia za kujitafutia riziki na kuepukana na mihadarati na utumizi huo. We have seen that drug abuse is a challenge, especially to the youth. It is a call to the government to increase the employment rates and to increase the employment of our young people. Because when our young people are idle, they will be tend and they will be prone to drug and substance abuse. It is a call to you, the government. Let us remember, in 1991 to 1993, there was a bad recession and a high levels of unemployment because the World Bank and the IMF influenced the decision of cutting the job rates in Kenya. That led to a situation or an era whereby so many youth were never employed. So many youth, and that is the injustice which we are facing right now, right today. It is a responsibility for the both national government and the county level government. It is a responsibility for all leaders where they are. It is a call upon you. Kindly, let us 16 yaelekea 17 baada ya saa 2. Niruhusu niweze kupunga unyonyo. Nikirejea ndakuwa na kupasha mengine kuhusu masuala mazima ya bomba la mauti katika kaunti ya Mombasa. Kama kanisa, sio kuambia juu ya mbingu kila siku. Hapana, wako na maisha ya kuishi hapa duniani. Lazima wajue wanastahili kuwekeza hapa kwa ajili ya maisha ya hapa. Tumenunua uwanja huko Konza City tayari na tunaendelea na process ya kujiandaa tujenge angalau orofa 12. Hiyo ni commercial. Ukipata nafasi pale utajipatia mapato. Ningetaka kualika members wetu wa kanisa, members wetu wa SACCO waendelee kujiunga na mradi wa Konza Technopolis ambao ni mradi tulianzisha mwaka uliopita. Registration ni shilingi 1000 na isa moja ni 1030. Kanisa inaekeza kiwango cha 30% na 70% tumeifungulia members wa kanisa ili waweze kunufaika na mradi huo, na nawaomba ili muweze kuona kama inafaa, maana huo mji wa Konza Technopolis unakuwa kwa kasi sana. Naam, karibu tena. Operesheni ya kuopoa miili ya watu 4 waliokwama baada ya bomba la kupitisha maji eneo la Bamburi kuporomoka limeendelezwa na maafisa wa polisi kwa ushirikiano na maafisa wa kaunti kutwa nzima. Maafisa wa kaunti wanasema shughuli hiyo imekumbwa na matatizo kutokana na ugumu wa kuingiza mashine itakayotumika, wakazi wakitoa wito kwa serikali kujitahidi na kuharakisha uopoaji wa miili hiyo, kama anavyotuarifu James Mwangi. Ni eneo la Bamburi, kaunti ya Mombasa. Maafisa wa usalama kwa ushirikiano na maafisa wa kaunti hiyo wakiendeleza shughuli za uopoaji wa miili inayoaminika kukwama baada ya bomba la maji kuporomoka hapo jana. Kutoka nje unataka kukaa kidogo, nikasikia mshindo apige huko ndani. Wala toka mbio ile wana mimi kuingia ndani na unakuta poromoka. Dongo la kwanza waliingia wao chini, dongo la kwanza kija kafinika. Ukaja ukuta wa pili kuja kafinika, ukuta wa tatu
kuja kumalizia na tangi maji moja juu. Inasemekana kuwa kisa hicho kilitokea mwendo wa saa 12 jioni wakati mashabiki wakitazama mechi ya kandanda. Ukumbi huo ulikuwa umejengwa juu ya bomba hilo la maji ambalo lilianguka ghafla, huku watu 4 wakifunikwa, ila maafisa wa kaunti wanasema ni mili ya watu 2 inayosakwa katika operesheni hiyo. Walikuwa katika harakati ya kuangalia mpira, shimo likabomoka, wakaingia ndani. Mpaka sasa hawajapatikana. Kana shimo lilikuwa kwa chini kwa sababu ma TV yameingia na kuna tanki la maji na baraza zake, kila kitu limedudumia. Hiyo pale ya video ya kuangalia mpira imejengwa juu ya septic tank. Kwa bahati mbaya hiyo septic tank ili cave in ikabomoka, na inasemekana kati ya watu 2 tu watu 4 wako huko ndani. Kulingana na maafisa hao, operesheni hiyo imekumbwa na matatizo kutokana na ugumu wa kuingiza mashine itakayotumika katika shughuli za uopoaji. Wakazi wa eneo hilo wakitoa wito kwa serikali kuharakisha uopoaji wa mili hiyo. So lazima aingie na breathing apparatus. So we have enough breathing apparatus ambayo tumeleta, PPEs wako nazo, so tunangoja machine ije. Tukamuomba huyu mwenye bar that this is the only access that we can ile mashine inaweza ingia tuwe hiyo sasa, this is the working space. Zaidi ya hayo, wakazi hao wamelalamikia hali duni ya bomba za maji katika maeneo hayo, wakiweka wazi kuwa hii si mara ya kwanza kwa tukio kama hilo kushuhudiwa, huku wakitaka serikali ya kaunti hiyo kukarabati upya bomba hizo za maji. Ujenzi ama kitu ambacho mtu yote ambaye yajenga kitu chochote bila proper approval ama document huwa ni jambo la kusikitisha sana. Naomba tu wananchi tuweze kucooperate pamoja, manake tukiangalia juzi Mwakirunge kule same case, ukiangalia juzi nyumba pale bala, wallahi ni jambo la kusikitisha sana. Hizi mabomba za kitambo zingine zilitengenezwa wakati wa ukoloni. County government wa Mombasa uangalie kikamilifu hizi bomba za takataka hizi ambazo ziko, kwa maana nyingi zilitengenezwa wakati wa ukoloni, ndio unaona hata inasababisha draining system ya Mombasa inakuwa poor. James Mwangi, Undugu TV. Wizara ya Afya imetangaza kuwa idadi ya watu walioambukizwa ugonjwa wa kipindupindu humu nchini imefikia watu 125. Hii ni baada ya watu wengine 3 zaidi kupatikana na ugonjwa huo. Katibu wa wizara hiyo Mary Muthoni akisema kuwa serikali kupitia kwa Wizara ya Afya inafanya juhudi zote ili kuhakikisha kuwa wanazuia kuenea kwa maambukizi yale, haswa katika maeneo ya Nairobi, Migori na Kisumu ambayo ndio yanaongoza kwa maambukizi yale, kama anavyotuarifu Immaculate Karim. Ni dhahiri kuwa ugonjwa wa kipindupindu huenda umeenea maeneo mengi kutokana na jinsi visa vinavyozidi kuripotiwa nchini. Ugonjwa huo umehusishwa na mvua inayonyesha maeneo mengi humo nchini, pamoja na hali mbaya ya mitaro ya maji ya taka katika baadhi ya maeneo ya miji. Takwimu za hivi punde kutoka kwa Wizara ya Afya zinaashiria kuwa watu waliopatwa na ugonjwa huo kufikia sasa ni 125 baada ya watu wengine 3 zaidi kuambukizwa. And in the last few days, as at 17th, we have had 3 new cases already, totaling to the number of cases 125. Katibu mkuu wa idara ya afya ya umma Mary Muthoni amehakikishia umma kuwa serikali inajitahidi kukabiliana na ugonjwa huo, ambapo amesema kuwa wanafanya ufuatiliaji wa karibu haswa katika kaunti zinazoongoza kwa maambukizi ambazo ni Nairobi, Migori na Kisumu. Case management on the ongoing in Nairobi, Kisumu and Migori. We have also enhanced our surveillance. The surveillance teams and surveillance issues. We've enhanced cholera active case search at the counties, the field investigation to the counties by our FELTEP team. Akibainisha mambo zaidi ambayo wamefanya ni kama vile kuhakikisha kuwa wanafikia watu walio chini kabisa katika vijiji kwa kupitia wahudumu wa afya ya jamii, kwa kupatiana dawa za kutibu maji
na pia kutoa hamasisho kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya kipindupindu. Public health measures and WASH interventions. Remember our community health promoters, they have commodities, water treatment commodities that they have to distribute to every household that is affected and even those that are not affected for prevention. Chlorination of water sources is ongoing, and to note that community outreach programs are also ongoing, and sensitization will continue in high-risk areas to raise awareness to the affected people. Aidha, Wakenya wamehimizwa kudumisha viwango vya juu vya usafi, haswa wakati huu ambapo wanafunzi wanatarajiwa kurudi shuleni. I want to call upon everybody across the country as we are looking forward to the long rains. It is important to keep high levels of hygiene at the household level, at our workplaces, and any other place. And especially as we look forward to our children opening schools, I want to urge the head teachers, I want to urge the Ministry of Education to collaborate closely with the Ministry of Health so that we can prevent cases of cholera, cases of dysentery, cases of diarrhea, and minor outbreaks and outbreaks happening at the schools and at the community level. Immaculate Karimi, Undugu TV. Kinara wa chama cha People's Liberation Party PLP Martha Karua amewataka Wakenya kuwapa wanawake nafasi ya kuiongoza taifa. Akizungumza katika eneo la Kabigariba, kaunti ya Isiolo, Karua amewarai wananchi kumchagua mwanamke katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027, akitangaza kuwa atawania kiti cha urais katika uchaguzi huu. Kiti mimi nauliza ni ya urais. Na ndivyo kama mama niweze kutunza Kenya vile mama anatunza mboma. Mama hawezi kuacha mtoto hata moja kulala njaa. Hata chakula ikiwa kidogo inagawa kidogo kidogo kisha kila mtu akapata. Hata mtu akipita anapatiwa yake kidogo. Keki ya Kenya tunataka igawe kwa usawa, sio vile inagawa siku hizi. Mumejaribu wanaume siku hizo zote, tafadhali wakati huu jaribuni mama kwa PL. Na salina hayo ya siasa, na ambapo takriban siku 4 baada ya aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i kuwasili humu nchini tayari kuanza azma yake ya kuwania urais mwaka 2027, seneta wa Embu Alexander Mundigi amemuonya kujiepusha na siasa za mapema na kuzingatia kusuluhisha migawanyiko ya kisiasa katika kaunti ya Nyamira. Kulingana na Mundigi, Matiang'i anapaswa kufanya mazungumzo na viongozi wa kaunti husika na kuhakikisha kuna umoja katika maeneo hayo kabla ya kuendeleza azma yake ya uaniaji wa urais katika uchaguzi mkuu ujao, akiongeza kuwa wakati huu sio wakati wa siasa na sio wakati wa kampeni za mapema. Ningeomba Mr. Matiang'i, kitu ya kwanza tuko kaunti 47 na kaunti nyingi saa hii hasina vita, na Matiang'i ametoka kaunti inaitwa Nyamira County, na mambo ya ajabu ambaye katika Kenya watu wanjui, ile kaunti iko na MCA wa hiyo county ambaye parliament ya county ya Nyamira saa hii wamekuwa kipigana, wameenda parliament 2 katika county. Kwa hiyo kumaanisha kuna mgawanyiko mkubwa sana. Mimi ningeomba Mr. Matiang'i, kama anataka mambo ya siasa vizuri na watu wa mheshimu, ningemuomba aende kwa ile county ya Nyamira. Imekuwa na vita ya MCA na governor juu ya uporanji wa pesa. Aende pale, kitu ya kwanza aunganishe wale, na pia arundishe ile MCA pamoja, kwa sababu saa hii kuko parliament 2 katika ile county ambaye kuna vita nyingi sana. Pia hata hiyo county ya Nyamira na kaunti ya Kisii simekuwa sikitengana kwa mpaka kupigana, ni kama watu wanja leto pamoja. Kwa hiyo ningemuomba before akuje aongea mambo ya siasa, aende aunganishe zile kaunti 2 ya Kisii, Nyamira na Kisii, na pia ile kaunti yake ya Nyamira ile MCAs
waweze kukaa pamoja, waweze kufanya kazi, kufanyia mwananchi kazi juu ya ile masinani, kwa sababu hao wawili, hiyo kaunti mbili, hiyo wondi kipigana, ma-MC wakipigana, hakuna pahali tutaenda. Saa hii si wakati wa siasa, kwa hivyo kwanza anjaribu hiyo, na pia tumpe rais wetu na William Ruto na pia deputy wake Profesa Abraham Kiriti wakati huu waweze kufanya kazi. Ndio hii kipindi miambikia miaka 2 na ile miaka ingine, kwa sababu nataka niseme Mr. Matiang'i, rais wa Kenya William Ruto, amshua atamaliza miaka yake 10, alafu ningekuomba waje kujitayarisha ndio sile ile wakati mwingine. Sasa ni kupasha taharuki, ambapo hali ya taharuki imeshuhudiwa katika kijiji cha Simotwet kama Igul, eneo la Mlima Elgon, baada ya mwili wa mwanamume kupatikana amechinjwa usiku wa kuamkia leo. Wakazi wa eneo hilo sasa wanairai asasi za usalama eneo hilo kuwajibika na kubaini chanzo cha mauaji hayo, wakisema kukosekana kwa chifu kwa miaka 6 sasa kumechangia pakubwa visa hivyo. Wametoa wito kwa waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kuhakikisha kituo cha polisi kimejengwa eneo hilo. Leo asubuhi tumeona pia kijana ameweza kuuawa. Just 2 weeks ago kuna pastor ambaye aliuawa pale Kimalewa. And there is nobody who is asking about the security of this area. It is a very big concern to the people of Mount Elgon that we have a very big security lapse. The whole of this region kuanzia Kapketeny mpaka huko juu, we don't have a police post. Na tunataka kuambia serikali ya kwamba we want to appeal to the government, we want to appeal to the Minister of Interior, Mr. Murkomen. You are supposed to look at the issues of Mount Elgon. Mount Elgon has a very big security issue. Let security agencies do their work. We don't want security agencies to participate in issues of no value. We want them to protect our people. The lives of the people of Mount Elgon is very... Let us look at the security of Mount Elgon. And we need DCI to do their work thoroughly, without being influenced by... Hiyo posti kwa sababu hapo nyuma tulikuwa na hiyo maafisa wetu, maybe hata na ile posta ambayo ilikuwa na mahali kitendo imefanyika haipiti kilomita 1, ambapo kama tungekuwa na wale maskari wetu wa kitambo, haya mambo haingeweza kutokea. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu ya Kenya kwamba waweze kutusaidia na sehemu ya serikali ya... Na funga kazi na spoti haraka upesi katika michuano ya soka barani Ulaya. Chelsea ililaza Fulham United mabao 2-1. Liverpool kicharaza Leicester City bao 1-0. Wolverhampton Wanderers ikipokea